Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 katika kijiji cha Mwazie, wilaya ya Kalambo, jimbo Katoliki la Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Alikuwa ni mtoto wa 6 kati ya watoto 9 kutoka kwa wazazi Joseph Pengo na Rosalia Zungu Sakramenti. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alibatizwa tarehe 6 Agosti mwaka 1944. Alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yani komunio ya kwanza, tarehe 20 mwezi wa 6 1952, na alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1952. Sakramenti zote hizi alizipata katika parokia ya Mwazie. Masomo ya awali. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alisoma shule ya msingi Mwazie, Ipito na Karema katika vipindi tofauti kuanzia mwaka 1953 hadi mwaka 1958. Alijiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Yosefu Kaengesa iliyopo Sumbawanga kuanzia mwaka 1959 hadi mwaka 1964. Masomo ya upadri. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kuanzia mwaka 1965 hadi mwaka 1971 alisoma masomo ya falsafa na teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Tabora. Daraja ya ushemasi na upadri. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alipewa daraja takatifu ya ushemasi tarehe 9 Desemba mwaka 1970 na Mhashamu Askofu Karoli Msakila, na tarehe 20 Juni mwaka 1971 alipewa daraja takatifu ya upadri na askofu huyo huyo katika kanisa la Epifania Sumbawanga. Kuanzia mwaka 1971 hadi mwaka 1973 alikuwa katibu wa askofu wa jimbo la Sumbawanga. Mwaka 1973 Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC liliandaa mpango kabambe wa kuwapeleka mapadri vijana hodari kwenda kusoma Roma. Hivyo yeye alikuwa miongoni mwa hao mapadri na alienda kusoma katika chuo kikuu cha kipapa cha Lateran, kitivo cha teolojia maadili Alfonsianum, kuanzia mwaka 1973 hadi mwaka 1977, ambapo alitunukiwa shahada ya uzamivu katika somo la teolojia ya maadili. Kisha alirudi nchini na kuwa mwalimu na mlezi katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Tabora, mwaka huo huo wa 1977, na baadaye aliteuliwa kuwa gambera wa kwanza wa seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea na kuhudumu kuanzia mwaka 1978 hadi mwaka 1983. Daraja ya waskofu na kusimikwa kuwa kardinali. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo
alipewa daraja ya uaskofu na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 6 Januari mwaka wa 1984 katika Basilika ya Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Roma, na kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea. Tarehe 17 Oktoba 1986 alitangazwa kuwa askofu wa jimbo jipya la Tunduru Masasi na alisimikwa rasmi kuwa askofu wa jimbo hilo Februari 12 mwaka wa 1987. Januari 22 mwaka 1990, Papa Yohane Paulo wa Pili alimtangaza kuwa askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. 2 Julai 1992 alianza kuliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam baada ya kustaafu kwa hayati Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa. Aliwekwa kuwa kardinali tarehe 22 Februari mwaka wa 1998 na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Mnamo mwaka 2007 alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa nchi za Afrika na Madagaskar, SECAM. Kazi hiyo alifanya hadi mwaka wa 2013. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam kuanzia tarehe 22 Julai mwaka 1992 hadi tarehe 15 Agosti 2019 alipostaafu rasmi na kumkabidhi uongozi wa jimbo Mhashamu Askofu Mkuu Juda Tadeus Ruwaichi OFM Cap, ambaye ndiye anayeliongoza jimbo hadi sasa. Ugonjwa na kifo. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amekuwa akisumbuliwa na maradhi ya mgongo na moyo kwa muda mrefu. Ametibiwa hapa nchini na nchi nyingine zikiwepo Ujerumani, India na Marekani. Matatizo ya kiafya ya mara ya mwisho yaliongezeka na kugundulika zaidi kuanzia Novemba 2025. Alianza matibabu mara moja hapa nchini na kisha kwenda nchini India tarehe 27 Desemba 2025. Alifariki tarehe 19 Februari 2026 saa 4 usiku kwa maradhi ya moyo, muda mfupi baada ya kurudi kutoka nchini India alikokuwa akipata matibabu. Yesu alipofika Bethania, alimkuta Lazaro amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili 2 hivi, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao.
Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hatakufa hata milele. Je, unasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Neno la Bwana. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa taifa la Mungu, kati ya maswali ambayo yamezihangaisha akili za wanadamu wa zama zote ni swala la kifo na swala la mateso. Wanadamu wanajiuliza, kwa nini kuna kifo? Na mara nyingine wanajiuliza, kwa nini watu wema nao wanakufa? Kwa upande wa Wayahudi, waliona kwamba mtu mwadilifu alijaliwa maisha marefu, maisha yasiyo na mahangaiko, maisha ya mafanikio. Lakini hilo halikutosha, maana waliona pia kwamba wako watu ambao wanamcha Mungu, wanaishi kiadilifu, lakini watu hao wanapata mateso, wanapata majaribu na hata wanakabili kifo.
Kwa nini? Somo letu la kwanza leo limetupa sehemu ya jibu, na jibu tulilopewa ni hili: waadilifu wanapopata majaribu, wanapoteseka, wanapokufa, sio kwamba Mungu amewatelekeza. Mungu anaruhusu watu waadilifu wajaribiwe, wapate mateso. Hayo mateso yakiwa nayo ni njia ya utakaso, njia ya kuimarishwa, njia ya kuunganishwa na siri ya Mungu. Lakini pia mateso na kifo vinatufundisha kwamba maisha sio haya tu. Kuna maisha zaidi ya maisha haya tunayoishi hapa duniani, na maisha hayo ni lazima tuyachuchumilie, ni lazima tuyafanyie kazi, ni lazima tuyatafute kwa uchaji, kwa sadaka na kwa namna inayompendeza Mungu. Kwa kifupi, somo la kwanza linatufundisha kwamba mtu wa Mungu anapata ukamilifu kupitia imani iliyo thabiti, kupitia uadilifu ulio imara na kupitia uchaji. Mtu wa Mungu anapata kukamilika kwa kujenga maisha ya fadhila. Fadhila kama vile fadhila ya upendo, fadhila ya haki, fadhila ya ukweli, fadhila ya huruma na fadhila ya upendo pamoja na watu wengine. Nasi tunaoadhimisha leo misa hii ya kumsindikiza mpendwa wetu Kardinal Polycarp Pengo, tunaitwa tujenge fadhila zinazompendeza Mungu, fadhila zitakazotufanya tuweze kuwa warithi pamoja na wateule wa Mungu. Katika somo la Injili tumesikia kwamba Yesu yuko safarini, anaelekea Betania. Betania kulikuwa nyumbani kwa rafiki zake Lazaro, Marta na Maria. Na Yesu aliwapenda hao rafiki zake sana. Alipewa habari kwamba Lazaro rafiki yake hajiwezi, lakini hakuharakisha kukimbilia Betania. Na tuzingatie kwamba tumeambiwa kwamba Betania ilikuwa takriban kilomita 2 kutoka Yerusalemu. Haingehitaji siku 4 kutembea hizo kilomita 2. Kwa hiyo kama Yesu hakuharakisha kwenda kumponya Lazaro, alikuwa na sababu, alikuwa na mpango. Anatufundisha kwamba maisha sio haya tu. Maisha yapo hata baada ya maisha hapa duniani, na hilo tunalipata katika mjadala wake na Marta.
Marta ukimsikiliza vizuri ni kama vile kinyemela nyemela anamlaumu Yesu. Ungekuwepo kaka yangu hangekufa. Kama amekufa ni shauri yako. Lakini Yesu anamsikiliza, anamuelewa, anamhurumia na anaruhusu mjadala uendelee. Anamfunulia fumbo zito kwamba Lazaro aliyekufa atakuwa hai. Na Marta anasema, najua kwamba ndugu yangu atafufuka siku ya mwisho. Lakini Yesu anampa fundisho zito. Ndiyo, kumbuka kwamba atafufuka, lakini mimi ndiye ufufuo na uzima. Yeyote aniaminie hata kufa kamwe, bali atakuwa na uzima wa milele. Sisi tuko hapa kwa sababu tunamwamini Kristo. Tunamwamini Yesu aliyeteswa, aliyekufa, aliyefufuka, akawa mshindi na mtukufu. Huyo ndiye Mwokozi wetu, huyo ndiyo tegemeo letu, huyo ndiye kimbilio letu. Na huyo ndiye Yesu ambaye ni kimbilio la Lazaro marehemu. Kristo mfufuka atampa Lazaro uzima mpya. Marta anamwambia Yesu kwamba anaamini kwamba Yesu ni ufufuo na uzima. Nasi tumekusanyika hapa leo tukiamini kwamba Yesu ni ufufuo na uzima, na kwamba mpendwa wetu Polycarp Kardinal Pengo hatokomei kwa kufa, ataishi pamoja na Kristo. Kristo ambaye amemwamini, Kristo ambaye amemtumikia, Kristo ambaye amemtangaza na kumshuhudia, na amemshuhudia kwa maneno na kwa maisha yake yote. Sisi tunaadhimisha misa hii pamoja na majonzi tulio nayo. Tunapenda adhimisho hili liwe ni adhimisho la shukrani. Shukrani kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kwa sababu Mungu alimzawadia mpendwa wetu uhai wa hapa duniani. Lakini sio hiyo tu, namshukuru Mungu kwa sababu alimjalia kumfahamu Kristo, kumwamini na kumpokea kwa njia ya ubatizo. Akafa pamoja naye na akafufuka pamoja naye. Jambo la tatu, tunamshukuru Mungu kwa sababu alimjalia wito uliojengwa juu ya msingi wa imani yake, imani ya ubatizo. Amepokea wito huo, akawa padre na akaishi upadre kwa miaka 55. Miaka 55 ambaye kwa umri wetu wengi hapa Tanzania ni umri wa mtu mzima. Watanzania baadhi hujitangaza kwamba wamefikia ustaafu wakifikia miaka 50 na wanataka watambuliwe kama wazee. Kardinal Pengo kwa miaka yake 55 ya upadre ameishi upadre mpaka ukongwe. Namshukuru Mungu aliyemjalia hivyo.
na ameishi huo upadre sio kwa kubangaiza. Ameuishi kwa kujituma, ameuishi kwa kujitoa, ameuishi kwa kujisadaka. Akalijenga kanisa la Mungu, akaujenga ufalme wa Mungu. Jambo la tatu, Mungu amemuita akawa askofu. Akawa askofu kwanza wa jimbo la Nachingwea, baadaye akawa askofu wa jimbo la Tunduru Masasi, na hatimaye askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa miaka isiyopungua 42 amehudumu kama askofu, na tunaenzi utume alioufanya ambao umelijenga na kuliimarisha kanisa. Kwa kifupi, kwa utume wake ameujenga ufalme wa Mungu katika mioyo ya watu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu na katika makando kando yetu. Tunamwomba Mungu amjalie sasa pumziko pamoja na wateule wake. Katika somo letu la pili la leo, Paulo mtume anatupa fundisho zito. Anatufundisha kwamba maisha yetu yana lengo, maisha yetu yana umaana. Kwa hiyo yewe Mkristo unayenisikiliza, usiishi tu kiholela. Ishi kama mtu ambaye Mungu amekuwekea mpango, na Mungu ana mpango nawe. Kwa hiyo tafuta kujua ni nini mpango wa Mungu kwa maisha yangu, ni nini utashi wa Mungu kutoka kwangu. Paulo anasema kama tukiishi tunamwishia Mungu, kama tukifa tunamfia Mungu. Kwa hiyo katika hali zote tunaitwa kumtumikia na kumtukuza Mungu. Basi tukijua hivyo, tujipange ipasavyo kuutumikia mpango wa Mungu kwa mwelekeo mzima wa maisha yetu, tukipendana, tukitendeana kwa haki, tukitendeana kwa huruma, tukishirikishana habari njema na kuujenga ufalme wa Mungu. Ndugu wapendwa, tunamwombea na kumwaga Kardinal Polycarp Pengo. Yeye alikuwa mwanadamu kama sisi. Kwa hiyo tunapomwombea, tunapenda kutambua kwamba katika ufuasi, katika majitoleo na katika utumishi wake, kama kuna lolote lililopungua, basi Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma amsamehe na kumjalia pumziko la milele. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Ndugu wapendwa, tumwombee ndugu yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Bwana, tukuomba yasikilize maombi yetu tunayokutolea. Tunamwombea Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo
Bwana wetu Yesu Kristo, aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako, yeye aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Maombi yetu tunayokutolea. Tunamwombea Mwadhama Polikapu Kardinali Pengo, umpokee mbinguni. Yeye aliyekula karamu ya mwisho ya mwili na damu yako. Maombi yetu tunayokutolea. Tunaomba kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wafikirie hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Maombi yetu tunayokutolea. Tunaomba kwa ajili ya kanisa la Tanzania, ndugu jamaa na marafiki wa Mwadhama Polikapu Kardinali Pengo, uwaongoze uthabiti katika kulitumikia kanisa, na waendelee kuitenda kazi katika shamba lako kadiri ya mapenzi yako. Maombi yetu tunayokutolea. Tunaziombea roho za marehemu maaskofu, mapadre, mashemasi, watawa wote walioitwa kwako. Uwajalie pumziko la amani katika makao yako matakatifu. Maombi yetu tunayokutolea. Mungu mwamba wetu na Mwokozi wetu, uzijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote. Kwa maombezi yetu wapate msamaha walioutumainia daima. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe.
kwetu kwa jina la Bwana. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa anamuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba e Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Twatumaini kwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Baba wa mbinguni, Mungu Mwana mkombozi wa dunia, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, Maria Mtakatifu, utuombee.
Mzazi mtakatifu wa Mungu, Bikira mtakatifu, mkuu wa mabikira, watakatifu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, malaika wote watakatifu, Mtakatifu Ibrahimu, Mtakatifu Musa, Mtakatifu Eliya, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu mababu wa kale na manabii, watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Andrea, watakatifu Yohane na Yakobo, Mtakatifu Toma, Mtakatifu Mateo, watakatifu mitume, Mtakatifu Luka, Mtakatifu Marko, Mtakatifu Barnaba, Mtakatifu Maria Magdalena, watakatifu wafuasi wa Bwana, Mtakatifu Stefano, Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, Mtakatifu Polikarpo, Mtakatifu Yustino, Mtakatifu Laurenti, Mtakatifu Sipriano, Mtakatifu Bonifasi, Mtakatifu Thomas Becket, watakatifu Yohane Fisher na Thomas More, Mtakatifu Paulo Miki, watakatifu Isaki Yogi na Yohane Brebe, Mtakatifu Petro Shaneli, Mtakatifu Karoli Rwanga na wenzake, watakatifu Perpetua na Ferista, Mtakatifu Anyesi, Mtakatifu Maria Goreti, watakatifu mashahidi, watakatifu Leo na Gregori,
Mtakatifu Ambrosi, Mtakatifu Yeronimo, Mtakatifu Augustino, Mtakatifu Atanasi, watakatifu Bazili na Gregori Nazienzi, Mtakatifu Yohane Chrysostom, Mtakatifu Martini, Mtakatifu Patriki, watakatifu Siriri na Metodi, Mtakatifu Karoli Borromeo, Mtakatifu Francisco wa Sales, Mtakatifu Pio wa 10, Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Paulo wa 6, Mtakatifu Yohane Paulo wa 2, Mtakatifu Antoni, Mtakatifu Benedikto, Mtakatifu Bernardo, watakatifu Francisco na Dominiko, Mtakatifu Tomaso wa Aquino, Mtakatifu Inyasi wa Loyola, Mtakatifu Francisco Xaveri, Mtakatifu Vincente wa Paulo, Mtakatifu Yohane Maria Vianney, Mtakatifu Yohane Bosco, Mtakatifu Katarina wa Siena, Mtakatifu Teresa wa Yesu, Mtakatifu Rosa wa Lima, Mtakatifu Rudoviko, Mtakatifu Monika, Mtakatifu Elizabeti wa Hungaria, watakatifu wote, utufanyizie, utuokoe Bwana katika uovu wowote, utuokoe katika dhambi yoyote, katika mitego ya Shetani, katika hasira na maonevu yoyote, katika mauti ya milele, kwa kujifanya mtu kwako, kwa kuzaliwa kwako,
kwa ubatizo na mfungo wako, kwa msalaba na mateso yako, kwa kufa na kuzikwa kwako, kwa kufufuka kwako, kwa ajabu ya kupaa kwako, kwa majilio yako matukufu, kwa kutupelekea Roho Mtakatifu, utusamehe, twakuomba utusikie, utujalie tutubu kweli, utusamehe, utufanyizie tuwe imara katika uchaji, uwajalie mema ya milele wote waliotutendea mema, utujalie mazao ya shamba na uyatunze, utufanyizie uzielekeze nyoyo zetu katika mambo ya mbinguni, uwajalie marehemu wote pumziko la milele, uzikinge roho zetu na za ndugu zetu na za jamaa na wafadhili wetu zisilaaniwe milele. Uikinge dunia kwa tauni na njaa na vita, uwajalie watu wote amani na umoja, ulisimamie na ulilinde kanisa lako takatifu, uwalinde Baba Mtakatifu na wote wenye daraja katika kanisa, uwajalie Wakristo wote umoja, uwafikishe watu wote kwenye mwanga wa Injili, Kristo utusikie. Kristo utusikilize. Mwana-Kondoo wa Mungu
ulimwengu. Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu. Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu. Lord Jesus Christ, by resting 3 days in the tomb, you so hallowed the graves of all who believe in you, that while serving and burial places for our bodies, they also inspire the hope of resurrection. Merciful grant that your servant, Polycarp Cardinal Pengo, who has fallen asleep, may rest peacefully in this grave. Until you, the resurrection and the life, raise him up and shine upon him. In the light of your face, may he behold eternal light in heaven, who live and reign forever and ever. Let us pray for our brother, Polycarp Cardinal Pengo, to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he die, shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. You wept at the death of Lazarus. Wipe away our tears. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. You raised the dead to life. Grant our brother Polycarp Cardinal Pengo eternal life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. You promised the paradise to the repentant thief. Bring our brother to heaven. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Our brother was washed clean in the waters of baptism and sealed with the Holy Spirit. Number him among your saints and chosen ones. Let us pray to the Lord. Our brother was nourished at the sacred banquet of your body and blood. Welcome him to the table in your kingdom. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. As we mourn the loss of our brother, comfort us through the consolation of faith and the hope of eternal life. We pray to the Lord. Show your servant, O Lord, this mercy, that you not count his deed against him. For he sincerely desired to do your will, as the true faith joined him to the company of the faithful here on earth. So may your compassion unite him to the choirs of angels in heaven. Through Christ our Lord.
Wimbo. Mwili wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo unashushwa sasa kaburini.
my brothers Polycarp, Cardinal Pengo, from this life to himself. We commit him body to the earth, that it may return to the place from which it was drawn. Christ has risen, the firstborn of the dead, who will transform our lowly body after the pattern of his own glorious body. Let us then commend him to the Lord. May he receive him into his peace and raise up his body on the last day. In the water you were baptized. May God complete what he began in baptism. Your body was the temple of God. We pray that he grants your eternal life. You come from the earth, and to the earth you shall return. But the Lord will raise you up on the last day.
O God, your days are endless, and your mercies are countless. Always remind us that life on earth is short, and that we do not know when we will die. May your Holy Spirit guide us in holiness and righteousness all the day of our life. May we arrive safely in your kingdom through Christ our Lord. Eternal rest grant into him, O Lord, and the perpetual light shine upon him. May the sign of the Lord our Redeemer, Jesus Christ, who redeemed you with this sign, be written on you. May you rest in peace.
kufanyika katika kanisa hili dogo alipozikwa Kardinali Pengo. Gementes efflentes in hac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Apumzike kwa amani.